Good morning, good afternoon, good evening and karibu sana katika kikao cha Sema na JG. Mimi naitwa Joyce Wageturo na hii leo tumebarikiwa sana. Tuna mgeni ambaye atajitambulisha hivi punde. But before that, I want to take this opportunity to just say thank you to Kingdom Bank kwa sababu kama sio Kingdom Bank hatungekuwa hapa katika kikao hiki. Kingdom Bank iko na Faidi Dada account. What I like about the Faidi Dada account is the fact that you can get up to 3 million unsecured. I repeat again. You can get up to 3 million shillings unsecured loan. So kama wewe ni mwanamke 18 years and over, ensure you visit the nearest Kingdom Bank branch uweze kujipatia loan, ufungue account and enjoy many more benefits including insurance. Esther. Yes. Karibu sana katika kikao cha Sema na JG. Thank you, Joyce. Ukoje? Niko salama. Unajua mimi ni mtangazaji na naekaga kisauti. Sasa I want you to match my energy. Yes. Ukoje? Niko salama, nashukuru kabisa. Yes. Hebu jitambulisha kwa sababu mimi hiyo jina ingine uliniambia siwezi hata itamka. Wow. Good morning. Kwa majina naitwa Esther Benzi. Hebu iseme tena nisikie kama Esther? umeshika. Benzi. But ulisema iko na M. Iko na M is silent. So ni Benzi. Benzi. Au Benzi. nataka tuiweke na Mercedes Benz. No, unajua ulikuwa unaniambia iko na M, so mimi ningesema Mbenzi. Benzi. Hiyo unaniharibia jina sasa. So it's Esther Benzi. Yes. Oh, nice. Yes, Finally. Esther Benzi is my name. Yeah, the founder of Sweet and Sassy Fun Family Park in Kitengela. Ukiongea kuhusu Sweet and Sassy, mtu anatizama for the first time is wondering what's that? Sweet and Sassy is a family-oriented entertainment place. Tuna have fun huko. Tuna welcome the kids. Wanacheza for both adults, the kids, the teenagers. We just make them like wafeel wako sawa kwa So ni environment. ages kuanzia Kuanzia 1 or 0 because tuko na different activities for the kids. 0. Hata 0 tu. So unajua kako hapo tu katasikiza music kakichezewa hapo. Kwa hivyo hata ako kana enjoy. Kakikaa hapo mzazi akikuja kamepatiwa mahali ya kulala. So hata mzazi anajienjoy. So is it a daycare or a... Not really. It's a park where we also have a restaurant. We have swimming pools. We have different games and activities. Yeah. Hata shules huwa wanatu visit. Wanakuja for their fun day. Oh. Yes. How did we start Sweet and Sassy? Wow. Sweet and Sassy tumetoka mbali. Tumetoka mbali. Tulianza tu kama 2009 actually. Ndio tulianza kama salon. I had my daughter, so nikaona huyu kila saa akienda salon. Naona kuna venye nataka ahudumiwe. So nikaanza a salon, nikaiita Sweet and Sassy. Iwe inaleta wananyolewa, wanashukwa, wanafanywa tu nails vizuri. Wakuwe tu kama wazazi ile ka small one. I was trying something ka watoto. So nilikuwa najaribu wako. That was 2009. That is how Sweet and Sassy started. Kidogo kidogo 2015 nikiwa nafanya outside catering. Nikaona kuna mahali tuna miss. I think naweza eka bouncing castles. Mtu akiniitisha services za catering nampatia kadogo ndio nivute customer. Namwambia hata nitakupatia bouncing castle for free. Ndio anipatie hiyo kazi. So that is how we started. Ikakuwa watu kila saa wananipigia uko na bouncing castle, uko na hii swimming pool kale kadogo kwa watoto tu kuchezea utulete. So ninawaletea, ninawaambia yes iko. Until now we established a place. I got a place. Tukaeka sasa the Sweet and Sassy itself
where tulieka swimming pools, utu go-karts tudogo twa watoto. Parents ako pale anasikiza music pole pole. We have minders. So hiyo concept tu hiyo kidogo nikakuja nayo. Ndio niweze kufanya wazazi pia wa relax. Yes. Yes. But listening to you, it's like you started with catering before you got into this. Yes. So this idea was born out of what we call added value. Yes. And where are we now? At the moment, we started, as I said, we started very small in Utawala. Okay. Na nilipoona na need ku-expand, ndio sasa nikaelekea upande wa Kitengela. Okay. Kwa sababu sasa niliona Utawala ninapata very small space. Sitaweza kuweka zile vitu nilikuwa nahitaji. So nikapata Kitengela. Okay. A very big space. Sasa hapo sasa ndio tukaanzia. Kitengela saizi mko mahali inaitwaje? I'm giving you an opportunity utangaze biashara yako. Asante Joyce. Tuko hapo Acacia, ukienda Kitengela mbele, Acacia Grounds, but we are just along Namanga Road. Kwa njia tu utaona kibao yetu Acacia, karibu na Acacia. Ukishapita huko mbele kabisa. Before ufike inaitwa kwa Saitoti or somewhere there. Hapo tu utatuona tu kwa barabara along Namanga Road, si mbali. Utaona kibao yetu imeandikwa Sweet and Sassy Fun Family Park. Okay. Yes. Have you had challenges? Challenges ziko. Challenges zimekuwa. Lakini tumezijaribu kusurvive. Should I say surviving? Lakini hiyo word sitaki kuitumia. No, we are not survivors. We are not survivors. We are not survivors. We are living. Exactly. Yes. So challenges zimekuwa, especially kwa hii biashara, challenges ni you have to give your best to the customers. Customer leo akuja anataka hii. So wewe lazima kesho ujue utaipata aje. Okay? So those small challenges ziko, customer related challenges. And financial challenges pia zimekuwa, lakini with the help of our bank, Kingdom Bank, wametushika mkono. Walitushika mkono kutoka tukiwa Utawala, tukakuja mpaka Kitengela, and we are expanding with them. Who took you to Kingdom Bank? First, Kingdom Bank nilianza nao kitambo, na naweza sema kuwa Kingdom Bank tumeenda nao hii journey ya Sweet and Sassy. Kabisa. Wakiwa wanatupatia ile pesa ilikuwa ya unapewa, I think it was 100,000 or 200,000, you pay within 3 months. Haupeani anything ati lete simu weka hii, unsecured kabisa. 3 months unaambiwa chukua hiyo, fanya nayo kazi, alafu turudishie. Na haulipi every month. That's zile umepata. Ukipatiwa hiyo 300,000, bora tu umepewa 3 months, ile siku due date uko umemaliza. So amount ya kwanza ulichukua ilikuwa ngapi? Nilichukua hiyo 300,000. Wow. Nilikuwa naogopa kidogo. Na ile loan. Nisipoweza. Si hapa Nikuje nichotwe kila kitu. Nikuje nichotwe. Nikuje nichotwe. Nasema hapana. But na encouragement ya my manager kaniambia, no, you have to start somewhere. So that is how I ended up taking the loan. And within no time, hata sikumaliza hata miezi 2, whatever I wanted to do, nikaifanya na nikarudisha. Wow. Nikarudi tena, nikajua, kumbe ni tamu. Nikarudi tena. Another 300. Another 300. So naweza sema Kingdom Bank wamekuwa na hii journey na mimi. They've worked with you. Yes. Saizi uko na loan yao ama saizi? Yes, saizi niko na loan. I'm sure ni kubwa na ni nzuri. Oh yes, na ni tamu. Au ni watu wale unakaa nao, you agree,
unasikiza, wana ku-advise on what to do. Ukiwa na shida zaidi, you still go back there. Wow. Unawaeleza sasa kumeenda hivi. Tukirudi nyuma pale 2020, tulipokuwa na hakuna biashara. Unaona kama biashara hizi zetu they were really affected. 2019, 2020. Yes, yeah, yes. Up to But 2021. hawakutuacha. Walituambia, okay, this is it. So we had to make a plan. Wakatupatia hata time. We had to make a plan. Ndio tuendelee na hatujawahi shindwa. Long live Kingdom Bank. Oh, yes. I hope ulifungua Faidi Dada account. Oh, yes, I did. Oh, I nice. did. We go back to your business. From the word go, as a young girl, did you think utafanya biashara? Nikiwa mdogo. Unajua tukimaliza shule. Ile unataka sauti. Ile unasema unataka kukua hii, unataka kukua hii. Pilot. Yangu kwanza mimi nilikuwa nataka kuwa air hostess. Sijali hata kwenye huko wewe ni air hostess wa Sweet and Sassy. Wewe ni hostess wa Sweet and Sassy. Sasa unajua ukiwa mdogo uko na mambo mengi. Ni ile unataka muda hapa. Muda ndio mchache na unataka kukimbia hapa, unataka kufanya hivi. But thank God for my sisters, my big sisters, and also my younger sisters. Ile wengine wanakuambia hapana, kuna kengine hapa kwanza ni chap. Sasa anakuambia tuelekee hivi juu kwetu hatujaachana sana. Tumefuatana. So ukiwa hujanimalizia. Biashara ulikuwa nayo kwa akili from the word go, ama at what point in your life did you decide sasa naingia kwa biashara? Naweza sema biashara iko kwa damu. Because my mother is mtu wa biashara na nimeona akigrow, akifanya biashara. Sisi tumelewa na biashara. So hiyo pia ilinipatia the urge to kuanza biashara. Kwanza nilianza kama nguo, kuuza nguo. Mtumba mpya tukikimbia Uganda. Jeans za Uganda. Na viatu. Sasa hizo uko job umeandikwa, unatoka Friday. Naingia Kampala coach usiku. Ndio ufike, ndio urudi, ndio usichelewe kazini Monday. Sunday asubuhi ndio unawasili ama usiku. Hakuna kulala, unafika Sunday usiku. Ndio Monday uko kazini. So ilifikaje ukaamua sasa mimi siandikwi tena? Sasa kamshahara ndio kalienda hivi juu nilionja utamu wa biashara. Sasa nikaona naona hapa I can do better. And I think after nitoke kwa nguo sasa ndio nikaanza hii ingine ya catering na ya watoto. So that is where my passion is now. Yeah. What does it take kuanza kazi ya catering? Because naongeaga tu na watu wanakuambia mimi mfanya catering. What does it take? You must have that passion to do it. Catering sio ya viatu tuseme ndio hizi hapa shika ni shilingi ngapi hiyo exchange. Lazima ukuwe na hiyo passion. Ukuwe na hiyo upendo. You know, cooking is an art. So ukuwe na hiyo upendo ya kufanya. I'm imagining umepata order ya kupikia watu 1,000. How do you go about it? It's about planning and having a good teamwork. Ukiwa na team nzuri, you will do it. Yes. You plan well and you have a good team. You will do it. Hivyo tu. Okay. So nikurudishe kwa Sweet and Sassy. Yes. Mtu ana watch anashindwa, okay, if today I was to bring my kids, for me ni grandkids. If I was to bring my grandkids, ama mwenye anatazama saizi anataka kuleta watoto, what do they expect? When they come, definitely our customer service. It's very good. Okay. And we have so many activities there.
That's what I want us to discuss. Yes. Mtu akikuja na kuja kufanya nini? Is it the usual swimming? Ni nini ingine nitapata? Ni kuchorwa uso? Ni kufanya nini? Just take us step by step tuelewe. Why would I drive all the way from Kilimani to Kitengela kuleta wajukuu wakuje wacheze kwako? We have a lot of activities. As you mentioned, tuko na swimming pools, tuko na bouncing castle. The real ones now. Yes. Tuko na swimming pools, tuko na trampolines, merry-go-rounds, and we are pocket friendly. Ukija tu hivi, whatever you pay at the gate, hautashinda akikwambia, mami, nataka unilipie ile gari nipeleke. Mami, nataka niende pale nipeleke. Hapana, hata sisi tuna mind parents. So whatever amount ile atakuwa ameingia nayo hapo amelipa, hiyo ndio atakuwa nayo the whole day. It's unlimited. Akitaka akimbie huko kwa swimming pool, kwa water slides, I enjoy na the water bubbles, ducks. Okay, we have our mascots who make them, you know. Yes. They play around with them. They play around with them. Wanachorwa, you know. Hiyo yote iko inclusive kwa hiyo amount that they are paying. Hakuna ile ya kwenda kukimbia kurudi. Except ni chakula tu mzazi ndiye ataingia kwa mfuko. I was coming to that. So chakula, I'm assuming nimeleta watoto nimewapeana, you have the minders. Yes. Nimeenda kukaa mahali pengine, mimi nataka starehe zangu. Yes. Watoto wataletewa pale chakula ama wanakuja kukula? Tuko na area, restaurant area ya kukula. Within the playground. Within still the playground. Tuko na ata garden area. So, mkioda chakula, mtapelekewa pale kwa restaurant, watoto wakuje, wakule, alafu warudi tu na game zao. Na nyinyi wazazi huko tu. But what to encourage is we like the parents engaging themselves with the kids. We allow that. Wataenda pia wacheze nao. Unajua saa zingine tunaacha watoto wako shule most of the times. Na akikuja nyumbani alale. Hautojua mtoto ameshinda aje ama amekuwa aje. Okay? So that hiyo tu dakika hiyo muda ya kukaa na huyo mtoto utamuelewa better. Huyu ni mtoto wangu ni wa aina gani? Sababu akiwa shule akona discipline ya shule. Hiyo atakuwa na hao. Akikuja nyumbani kuna rules. My house my rules kwa nyumba. So akicheza na hao wengine ukimwangalia vizuri you will know. Huyu mtoto wangu ni wa aina gani? Pengine unaweza kuwa ukisema mtoto wangu anacheza na wale wengine na ametulia. Sasa hapo kama wewe mzazi utaona ama huyu mtoto wangu ako na kasoro mahali, then utatatua. Okay. So we encourage parents, involve yourself with the kids. Ndio ujue vizuri hivyo. Mtoto wako aina gani? Yes. Do you have time limits? Like, can I bring my wajukus from 8 in the morning? Wajukue 8. We open from 9 a.m. Oh, 9 a.m. Okay. Until 6 a.m. for our 6 playground. PM or 6 p.m. Sorry, for our playground. So, ukimleta, ukikuja naye, mkae tu hapo the whole day. The whole day. Games ni mingi. So, hata choka. Okay. We've had incidents. I'm sorry to ask this, but it's always good to discuss it because ni vitu zinatufanyikia kama wazazi, kama walezi, even the minders, I'm sure they have stories. Yes. We've had incidents sana zina happen kwa environment kama hiyo yako. Unasikia mtoto aliumia vibaya. Or sometimes we lose them. What measures have you taken to ensure that doesn't happen? And if it does, it's purely something that was unavoidable. We have set up good safety measures to make sure that at least our minders tumewatrain venye watahandle our watoto na kuangalia. Because we get different kinds of kids. Kuna wale hyper kabisa. So huwa tumewatrain on how to handle such kids.
Yes, mambo hutokea hapa na pale, amejigusa, ameumia, akikimbia. We have our first aid team Wow. that Nice. is there, so that at least mtoto akiumia kidogo tunamshughulikia kwanza, na mzazi akiwa pia tunamweleza na anaona. So tunakuwa macho sana kwa hao watoto. Yes. You said from the word go ulikuwa umeamua wewe ni mfanyi biashara. Did you struggle with capital? We? Pesa lazima ungangane nayo. Lakini ile kidogo ile, when I started, I had saved something small. Okay. Nilikuwa save kidogo, venye nilikuambia nilikuwa nimenunua bouncing castle hivyo. So ako nakako mpaka wa leo. Wow, nice. Ninakaeka tu ninakaangalia. Kana nikumbusha safari mahali umetoka. So I had saved kidogo tu hiyo ya kuanzia. Lakini unaanza na bado unataka kuexpand. So hapo sasa ndio unachungulia upande mwingine on what you can do. Okay. Where you can get your money. The reason why nimekuuliza hivyo, it's because there is that lady. Maybe amemaliza shule, ama ni mama anakaa nyumbani, ama hata ni mwanaume who has given up, anaona there's nothing they can do, hawezi anzisha. I get a lot of that in my inbox. Oh, nisaidie, there's nothing, nimefika mwisho. I want you to look at that camera na umuongeleshe out of your experience and out of the interactions you've had with people, and also as a wise business person. Talk to that one person ambaye anatazama size. Yes. Usivunje moyo. I believe there's always something that you can do. Usema kama Mungu amekupa macho, amekupa mikono na miguu, na hii akili, hiyo kidogo tu, don't give up. Jiangalie wewe mwenyewe unataka kufanya nini. Anzia hapo. Na usikue mchuzi sana. Uone hapana, siwezi osha sufuria. Hiyo sufuria hapo mahali utaosha hiyo, ndio utakuwa ujue hata kupika hiyo chapo hapo jikoni. So do not choose. I always tell my staff that lazima upende hiyo kazi, hiyo hapo. Wengi wamekuja kwangu, tumewasaidia. Wameanza wengine kama mtu anaosha huko kwa ladies or gents. But kidogo unaona huyu kweli anaweza kuwa kama waiter. You train. So don't give up. Don't give up. There's always something for you that God has planned for you. Amen. Yes. I'm so happy that you're telling them the truth. Kwamba uko na macho, uko na masikio na mapua na mdomo. Yes. No, uko na viungo vya mwili. You can start anywhere. Yes. The other week I was interviewing a lady ambaye aliniacha nikifikiria. She said, ikiwa kwa nyumba yako uko na kashida, kuna kakitu unatakaga katatuliwe. Hiyo ndio mwanzo wako wa biashara. Yes. That is a need. Iko na thousands of other people. So can you start by sorting a problem that you experience? Yes. Na wewe sasa umesema bora tu uko na viungo. Yes. Unaweza ona, unanusa, unasikia, unaongea. Start from where you are with whatever you have. Na kama uko hai, you already have something. Yeah, na ushukuru. Yes. Hiyo tu kuanza tu, hata ukiamka asubuhi. Usikae, usichukue tu simu tu uangalie. Social media. Ndio hiyo. Talking of which, umeemploy Gen Zs. Wako. Unafanyaje kazi nao? At least nimewa understand. Before nilikuwa nashinda kweli nitawaweza. Kwa sababu leo mtu anataka hiyo kazi. Lakini hataki kutoka. Anakuja leo, kesho atakwambia, atakupigia simu, apigie na manager, aseme sorry, today I don't feel like coming.
can I come the following day? Na huyo akija alikulilia kazi, tafadhali nisaidie na kazi. Sasa amepata kazi. Yeah? Ama unamwambia to extend tu kidogo, asema no. Time yangu ni 6. Time yangu. Unajua siku zetu ilikuwa tunafanya kazi throughout. Hata huwezi ongea. Yeah? Utaongea, unataka pia kulearn pale. Yeye kama umemwambia kazi yako ni hii, hata vuka ingine. Okay. But I've come to understand them, and most of them, when you talk to them, wanasikiza, wanaona enyewe, nikifanya hivi, kumbe I'm benefiting, kumbe si venye nilikuwa nadhani. So they are good people. We work with them. We work with them, and they also make us look young. Sababu utacheka hapo ukitupata huko, Joyce, tukiruka. Nikianza kuambia aenda hivi, sasa hii ndio hii, mtindo ndio hii. Yes. Mimi niko nao mpaka wangu, so I know what you're talking about, and I love working with them. Yes. I love talking to them, just mentoring them. Yes. Because wengine waelewi until, like you've said, you talk to them, you guide them, you inspire them. Yeah. And give them the opportunity wajione. Yeah. Lakini mimi usema mwenye hata sikia kabisa, I just let you go. Na si kwa ubaya. True. Ile yenye tulikuwa naambiwa usipofunzwa na mamako utafunzwa na ulimwengu. Exactly. Yes. So ikifikaga hapo hata mimi usema no, this one I can take, this one I cannot take. Yes. Tukielekea kumaliza, maybe kuna mtu atataka hata kuangalia na angependa kuleta shule wajione. Yeah. Maybe kuna mtu angependa kukupea biashara. And by the way, uenda munaitagwa elsewhere for fun days, open fun days. Yeah, some of the schools hapo around your community huwa wana Twitter, and also kuna some children's home pia tunaendanga huko so that we make them happy. And Joyce, this August we have our big event, Cultural Day. Where? We always do it once a year. We started it last year, tukaona imeenda vizuri. So this year again we are going to go big. Still hapo Sweet and Sassy. Okay. Tutakuwa hapo na our Cultural Day. Okay. Yes. Maybe someone angependa namba ya simu kutoka kwako. This is a marketing platform. Please go ahead. Kama venye nimesema tuko hapo Kitengela along Namanga Road. Sio mbali kutoka Nairobi, sio mbali kutoka Machakos. Tunapata customers around there. Karibuni sana. Namba unaweza tufikia kwa 0704 677 871. Ukipiga 0704 0704 677 871. Kwa hivyo mtu mwenye, assuming I have a birthday party. Yes. Ya mjukuu wangu ama ya anyone else. You can come and do it. Yes. Okay. Ukiwa na party, ukiwa na graduations, tunakuja tunakufanyia. Ama unaleta huko kwetu kwa sababu tuko na big grounds. Okay. And we are not going to charge you for the grounds if you bring your party there. Oh, nice. Tutakupatia hiyo grounds. Wewe bora ukule na utuletee watoto wengine wetu. Okay. Yes. Anything else unasikia sijakuuliza kwa biashara before tuingie kwa relationship? Wow, Joyce, biashara iko hivyo. Tunawakaribisha kama venye nimesema August. Nitakuja. Yes, kuja uone kwa social platform yetu, Sweet and Sassy Fun Family Park, TikTok tuko, Facebook tuko, Instagram tuko, Sweet and Sassy Fun Family Park. And before I forget, yes, listening to you, it's like you joined Kingdom Bank ukiwa mdogo. And kuna watu maybe saa zingine wanaona tunaongea tunasema wamama. Maybe you could tell them about young ladies and starting to save mapema. Saving is good. Ukipata hiyo kidogo yako, unaweka. Si unakula yote unamaliza. Tunaenda Malindi. Joyce, tunaenda Malindi. Hiyo kitaja ni wapi lakini ndio tumetoka tu Malindi. Ndio tumetoka. Sasa tunaanza tena zero. Sasa jumu umekuja na tunaanza zero, ile tutapata mwisho wa mwezi. Tuweke kidogo tujue we are saving this because you never know about tomorrow. Yeah. Hiyo tu kidogo si mingi. Kidogo tu.
ukiwa unajua mahali unaenda, what you want to be. Okay, some of us that time hatukuwa tunajua tunataka kukua nini. Tulienda tu, tukienda college tulipelekwa ya kufanya vitu zingine, lakini sio hiyo tumefanya. Wow. You know, but your passion, what you want to do, hiyo kidogo kidogo jaza kibaba. Na hivyo ndio tulifanya na Kingdom Bank. Wow, I hear you, Esther, and I'm taking this opportunity to talk to you, and especially young ladies when you wanasema, oh, I'll save later, nitaanza baadaye. I'm talking to you now. Kindly visit the nearest Kingdom Bank. Ask them about Faidi Dada account. Start saving, upate loan. Kingdom Bank itatembea na wewe every step ya biashara yako. Tukimalizia, the dating scene in Kenya. Unaiona aje? Ukichungulia na jicho ile ya kando. Tukichungulia hivi. Ile kuchungulia. Unaona dating inaenda aje? Sio mbaya. Si mbaya? There are good men out there. There are good men There are out good there. ladies out there. There are good ladies, very good ladies out there. Yeah. Mbebe vizuri, naye atakubeba vizuri. Hakutakuwa na pressure. Yes. Mbebe vizuri, atakubeba vizuri. Yes. Pressure itakuwa hakuna. Una swali lolote kwangu? Joyce. Nataka nikuulize swali. I'm on the hot seat. Jesu, uko sure nataka nikuulize swali? Niulize nitajibu. Kwani iko nini? Acha tu nikuachie leo. Okay. Yes. Umenisamehe. You've been a good girl. Lakini, hebu tamka jina ya pili. Wacha kunirudisha hapo kwa Esther. Tamka tu. Esther Benzi. Ndio hiyo sasa. Nisahau hiyo M. Sawa. Yes. Esther Benzi. Thank you. Wow. Saa hii umeishika. Nice having you, Esther. I'm so happy. I've learned a lot. I'll definitely come and visit you. Karibu Na sana. nitaekea mtazamaji picha. Karibu. So utakapoenda ubarikiwe sana. Amen. Remember, this is Sema na JG, kikao cha Sema na JG ambacho kimeletwa kwako kwa hisani ya Kingdom Bank Faidi Dada account. Hii ni account ambayo inakupa up to 3 million unsecured loan. Na kama uko na security, you can get up to 40 million. Sijui unangoja nini, sijui unalia kuhusu nini. Just visit any branch ya Kingdom Bank. God bless you. Until next time, mimi ni Joyce Gituro.